Umoja wa Afrika umeonya kuwa Sudan iko katika hatari ya kugawanyika, ikilaani viongozi wa kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF na washirika wake kwa kutia saini mkataba wa kuunda serikali mbadala, mkataba uliofikiwa hivi karibuni nchini Kenya. Umoja wa Mataifa unasema hatua hiyo huenda ikachochea zaidi vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimedumu kwa takriban miaka miwili na vilivyosababisha mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu. David Nkia na taarifa zaidi. Umoja wa Afrika leo umeonya kuwa tangazo la kuundwa kwa serikali nyingine katika taifa la Sudan linalokabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe huenda ikaitumbukiza taifa hilo kwenye wimbi la machafuko zaidi. Wapiganaji wa RSF wamekuwa wakipambana na wanajeshi wa serikali ya Sudan tangu Aprili mwaka 2023, vita ambavyo vimesababisha vifo vya makumi kwa maelfu ya watu na wengine zaidi ya milioni 12 kulazimika kukimbia makwao. Vita hivyo ambavyo vilisababisha mzozo mkubwa kuhusu hatua ya serikali kujumuisha wapiganaji wa RSF ndani ya jeshi la serikali vimesababisha mgawanyiko mkubwa katika taifa hilo, na sasa jeshi la serikali linadhibiti maeneo ya mashariki na kaskazini mwa nchi hiyo, huku wapiganaji wa RSF wakidhibiti maeneo ya Darfur na kusini mwa nchi hiyo. Wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa RSF wanashutumiwa kwa kuhusika na uhalifu wa kivita nchini Sudan, madai ambayo pande zote mbili zimekanusha. Kundi la RSF pamoja na washirika wake walisaini azimio la kuunda serikali nyingine ya shirikisho katika hafla iliyofanyika mjini Nairobi, lakini Umoja wa Afrika umeonya kwamba hatua hiyo huenda ikaligawanyisha taifa hilo zaidi, mbali na kusababisha janga kubwa la kibinadamu. Azimio hilo lililosainiwa mjini Nairobi linadhamiria kuunda serikali ya amani na umoja wa kitaifa katika maeneo yote wanayoyadhibiti. Aidha, kundi hilo limeahidi kuunda serikali ya kidemokrasia isiyozingatia misingi ya kidini, mbali na kuanzisha mfumo wa ugatuzi utakaozingatia uhuru, haki na usalama bila kuzingatia utamaduni, kabila au dini. Umoja wa Afrika sasa umetoa wito kwa nchi wanachama wake na jamii ya kimataifa kutotambua serikali yoyote au kundi lolote ambalo linalenga kuligawa taifa la Sudan. Umoja wa Afrika umesema kwamba hauitambui serikali ya sasa au serikali iliyoundwa na kundi la RSF na washirika wake. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilionya wiki iliyopita kwamba hatua hiyo ya RSF huenda ikahujumu juhudi za kusitisha mapigano nchini Sudan, mbali na kusababisha mzozo zaidi wa kibinadamu. Utawala wa Khartoum umewasilisha kesi katika mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ dhidi ya ufalme wa Milki za Kiarabu, ikidai kwamba taifa hilo la Ghuba limehusika na ufadhili wa mauaji halaiki yanayoendeshwa nchini Sudan. Hata hivyo, nchi hiyo imekanusha madai ya kuunga mkono kundi la RSF na kusema kwamba kesi hiyo haina msingi wowote. Mataifa mengine kama vile Misri, Uturuki, Iran na Urusi pia yameshutumiwa kuunga mkono pande zote mbili zinazozozana nchini Sudan. Zaidi ya watu milioni 8 wanakabiliwa na tisho kubwa la bala njaa nchini Sudan, na Umoja wa Mataifa umeonya kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka hadi milioni 25 ikiwa hali itaendelea kuwa mbaya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema usalama wa muda mrefu wa Ukraine utategemea zuio la kutosha dhidi ya mashambulizi ya baadaye ya Urusi. Akizungumza nchini Ireland, Bwana Rubio amewataka Urusi kufikiria kukomesha uhasama wote, akisema kwamba ikiwa hawatafanya hivyo, Marekani italazimika kujua kwamba ni nini hasa nia ya Moscow. Hapo awali Kremlin ilisema itasubiri kujulishwa na maafisa wa Marekani kabla ya kutoa maoni juu ya pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi. Kremlin inasema kwamba itasubiria kufahamishwa na wajumbe wakuu wa Marekani kabla ya wao kutoa maoni yao kuhusu pendekezo la Marekani la kusitishwa kwa vita kati ya Ukraine na Urusi kwa siku 30. Kiev imeunga mkono mpango huo ikiwa Moscow itakubali itafanya vivyo hivyo. Kusitishwa kwa vita hivyo inaeleweka kuwa ni pamoja na mapatano ambayo yataruhusu kusitishwa kwa mapigano kwa mstari wa mbele ambayo ni mashambulizi angani na baharini. Akizungumza akiwa safarini nchini Ireland, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema msimamo wa Urusi itakuwa wazi hivi karibuni na kwamba itakuwa ishara kubwa. Tutakuwa na mawasiliano nao leo. Tayari kumekuwa na mawasiliano katika viwango tofauti na wenzao, wajumbe tofauti wa utawala, na hilo litaendelea. Hii ilikuwa saa chache, tutawaleta pamoja na tutasema
Ukraine iko tayari kusitisha shughuli zote za kivita na kuanza mchakato wa haraka wa kujadili mwisho wa vita na sisi. Tutaona nini wajibu wao? Tutaona nini majibu yao? Iwapo jibu lao litakuwa ni ndio, basi tunajua tumefanya maendeleo ya kweli na kuna nafasi halisi ya amani. Ikiwa majibu yao ni la, itakuwa bahati mbaya sana na hii itaweka wazi nia yao. Marco Rubio ameongeza kwamba lazima vita visitishwe ili kuwepo kwa mazungumzo yenye maana kati ya Urusi na Ukraine. Njia ya kipekee ya vita hivi kuisha ni kupitia mazungumzo. Ndiyo njia ya pekee ya kuwa na amani na ni mazungumzo tu. Na kwa hivyo tunataka kuanzisha mpango huu na ni vigumu kuanzisha mpango kama bado kuna watu wanapigana na kuuana. Kwa hivyo matumaini yetu ni kwamba tutaweza kusitisha vita. Uhasama huu wote na kukaa kwenye meza ya mazungumzo kwa muda itakuwa na kazi nyingi ili kupatikana kwa suluhisho la pande zote kukubali. Na kwa upande wa Ukraine, hii inamaanisha usalama wa muda mrefu na ulinzi bora. Naye waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anadai kuwa bara Ulaya na Uingereza wanatilia shaka kusitishwa kwa mapigano. Bara la Ulaya na Uingereza bila shaka wanataka vita vya Ukraine kuendelea. Namna walivyompokea Zelensky mjini London baada ya yale yaliyotokea kule Washington kati ya Rais Trump pamoja na makamu wake Vance ni ishara kwamba wanataka kuzidisha maneno na kutayarisha mambo ili kushinikiza utawala wa Donald Trump kuchukua hatua kali dhidi ya Urusi. Poland tayari imedhibitisha kuwa uwasilishaji wa vifaa vya kijeshi kwa Ukraine kupitia eneo lake umeanza tena baada ya Marekani kusimamisha kwa muda kwa usaidizi wake wa kijeshi. Akizungumza kwa njia ya simu na waandishi wa habari, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alionekana kutokuwa na hisia yoyote kuhusu usitishaji wa vita. Naona kama unajitangulia kidogo na hatutaki kufanya hivyo. Jana walipokuwa wakizungumza na waandishi wa habari kwa pamoja, Rubio na Waltz walisema kwamba watatuelezea kupitia njia mbalimbali taarifa za kina kuhusu kiini cha mazungumzo yaliyofanyika Jeddah. Kwanza, lazima tupokee habari hii. Pia tuna mawasiliano yaliyopangwa na Wamarekani ambapo tunatarajia kuwa na taarifa kamili. Lakini licha ya mapendekezo ya kusitishwa kwa vita vikiendelea, mashambulizi ya Urusi bado yanaendelea, ambapo mwanamke mmoja aliuawa katika mashambulizi ya makombora karibu na nyumba ya Rais Zelensky katika mji wa Kryvyi Rih. Naibu waziri wa Ukraine alisema watu wengine 4 wote raia wa Syria walikufa katika mji wa Odessa baada ya Urusi kushambulia meli ambayo ilikuwa inapakiwa na mafao. Shukran Nastea kwa ripoti hiyo. Mipango ya Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia imezua mjadala nchini humo. Tanzania ikiwa inazalisha umeme wa ziada inalazimika kununua umeme nje ya nchi maalum kwa ajili ya mikoa ya kaskazini. Lakini kwa nini Tanzania inanunua umeme huo na haitumii umeme wa ndani? Munira Hussein na maelezo zaidi. Tuzungumze kuhusu Tanzania kununua umeme nje ya nchi, jambo ambalo limezua mjadala mkali kuanzia mwanzoni mwa juma. Kununua umeme, kuuza umeme, yote yamezungumzwa na mamlaka nchini Tanzania. Lakini serikali yenu inachukua hatua ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa hii ya kaskazini. Nchi yetu Tanzania haina changamoto ya upungufu wa umeme. Tunanunua umeme kutoka nchi 3 tofauti mpaka hivi ninavyozungumza. Bila shaka kauli hizi zinakuchanganya. Utajiuliza, kwa nini Tanzania inataka kununua umeme nje ya nchi ilhali inazalisha umeme wa ziada? Tanzania inazalisha takribani megawati 3500 za umeme kutoka vyanzo mbalimbali, huku mahitaji yakiwa ni chini ya megawati 2000. Iwapo Tanzania itauza umeme wa ziada, basi huenda ukatosheleza matumizi ya nchi jirani kama Rwanda, Burundi na hata nchi nyingine. Lakini hatua hii ya kununua umeme nje imefikiwa vipi? Katika awamu mbalimbali za uongozi nchini Tanzania, mamlaka zote hulalamika miundombinu mibovu ya usafirishaji wa umeme. Hata hivyo, kumekuwa na ujenzi wa vituo mbalimbali vya usafirishaji wa umeme katika mipaka ya Tanzania. Kituo kikubwa zaidi kikiwa upande wa kaskazini katika mpaka wa Tanzania na Kenya. Na hivyo basi kituo hichi kitawezesha Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia kupitia Kenya. Swala la umbali limezungumzwa sana. Tanzania ni mwanachama wa mfumo wa usambazaji wa umeme, yani Power Pools, kwa upande wa Afrika Mashariki pamoja na SADC. Mifumo hii miwili inawezesha nchi wanachama ikiwemo Tanzania kuuza umeme wa ziada na kununua. Kupitia mifumo hii, Tanzania sasa inaweza kuuza umeme kwa nchi kama Kenya, Uganda na Zambia. Sasa swali la kujiuliza, kwa sasa umeme wa ziada wa Tanzania unaenda wapi? Lakini hasara kiasi gani inapatikana kutokana na ubovu wa miundombinu ya usafirishaji wa umeme?
Ni taarifa yake Munira Hussein. Sasa ili kufahamu zaidi, awali mwenzangu Ron Cliffordit amezungumza na Thuo Njoroge ambaye ni mtaalamu wa uchumi na nishati na ambaye pia ni mwanachama wa jukwaa la Africa Energy Forum. Ameanza kwa kumweleza kuwa gharama zinalingana vipi kuchukua umeme kutoka Ethiopia ikilinganishwa na kuchukua umeme kutoka katika mkoa mmoja ndani ya Tanzania na kuupeleka mkoa mwingine. Kuna kitu tunaitanga competitive advantage, na nitapeana example na nchi ya Kenya. For instance, Kenya cost ya umeme kwa wale generators ambao wana generate umeme ni ya kiwango cha shilingi 10 hivi ya USD ya Marekani, 10 cents USD. Ukilinganisha na Ethiopia, on average kawi ambayo inakuwa generated katika ecosystem ya Ethiopia iko kwa region ya kitu kama 3 to 4 USD cents, ama senti 4 maximum za inchi ya Kimarekani. Kumaanisha nini? Inchi ya Ethiopia iko na competitive advantage ya kutoesha umeme kiurahisi zaidi kuliko inchi zingine za kijirani. Ama ni rahisi sana kuchukua umeme kutoka kwa jirani kabla labda inchi ya Tanzania ama inapotengeneza utaratibu na mikakati ya kuensure kwamba umeme unagenerate katika sehemu zote za inchi ya Tanzania. Bwana Thuo, umetaja kwamba bei yao ya kuzalisha umeme iko chini. Ni kitu gani ambacho wamefanya tofauti na mataifa kama Kenya, Uganda, Tanzania ili kuweza kufikia kiwango hicho cha chini kabisa cha uzalishaji wa umeme? Nchi tofauti zimebarikiwa na natural resources ambazo zinaisaidia ile nchi kugenerate umeme. Nchi ya Ethiopia iko na maji mingi zaidi. Utakumbuka kwamba the Grand Renaissance Dam, hile dam ni kubwa zaidi. In fact, katika Afrika saa hii hakuna dam nyingine kubwa kuliko Grand Renaissance Dam. Potential yake ni kuzalisha umeme ama kawi kiwango cha 7,000 megawatts. Nchi nyingi hapa Afrika ikiwemo Kenya, utakuta bwawa moja, Kenya sisi bwawa moja ile inatoa nyingi zaidi ni 90 megawatts. Kumaanisha kwamba Ethiopia inaenjoy kitu tunaita kwamba economics of scale. Ukizalisha ama ukiweza kuzalisha kawi kwa wingi zaidi, hivyo cost ya hiyo kawi itakuwa kidogo zaidi. Naam, sasa baada ya umeme kutoka Ethiopia unasafirishwa vipi paka nchini Tanzania? Kuna kitu sasa tunaita secondary infrastructure. Primary infrastructure ni ile dam ambaye hiyo umeme inakuzwa. Secondary infrastructure ni interconnectivity, tunaita transmission lines. Kumbushe kwamba ama ijulikane kwamba mwaka wa 2016, 17, 18 Kenya iliingia mkataba wa kutengeneza interconnectivity kutoa kawi kutoka Ethiopia kuunganisha kwa Kenya na kuunganisha katika member states wa region ya East Africa. Tunaiita Kenya Ethiopia interconnectivity, ambayo ina uwezo wa kuevacuate umeme kiwango cha 2000 megawatts. High voltage direct current, umeme wa hali ya juu zaidi, na kupeleka nchi ya Kenya ambayo utasambazwa mahali nchi zingine. Vile kuna interconnectivity kutoka Kenya hadi Uganda ambayo bado ni high voltage direct current interconnectivity. So hiyo mpangilio ndio inawezesha Tanzania ama kuchukua umeme katika nchi ya Ethiopia, ukatoka Ethiopia na ukafika mpaka Namanga. Sasa Bwana Thuo, kwa kifupi tu, sasa mataifa ya Afrika Mashariki na Kati yanapaswa kufanya nini ili kuhakikisha kwamba yamekuza miundo msingi hiyo, lakini pia yamekuwa na uwezo wa kuzalisha umeme wake wenyewe ambao utatosheleza mahitaji yao? Kuna ajenda kubwa ya Afrika ambayo tunaita Agenda 2063. Ilihusishanishwa zaidi wakati fulani pale 2021. Mataifa ya Afrika walisaini mkataba wanaita the Africa Interconnectivity Trade, ambayo kwamba umeme ilioneshwa kwamba pia ni element ambaye ni tradable. Na msikilizaji, tukiachana na hayo ya umeme huko Tanzania na kwingineko Afrika, Umoja wa Ulaya unasema kuwa utatoza ushuru wa pauni bilioni 26 ambazo ni sawa na dola bilioni 28.3 kwa bidhaa za Marekani kukabiliana na ongezeko la ushuru wa Marekani kwa bidhaa zao zote za chuma na aluminium. Sarafina Robi na maelezo zaidi.
Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen anasema Umoja wa Ulaya unafaa kuchukua hatua kulinda maslahi ya wanunuzi na biashara. Hatua za kukabiliana tunazozichukua leo hii ni thabiti na zenye uwiano. Marekani inapotoza ushuru wa takriban dola bilioni 28. Tuna wajibu kwa kuchukua hatua za kukabiliana yenye thamani ya euro bilioni 26. Hii inatoshana na uwezo wa kibiashara wa Marekani. Mikakati yetu itatekelezwa hatua kwa hatua kuanzia tarehe 1 mwezi Aprili na kwa ukamilifu ufikiapo tarehe 13 mwezi wa Aprili. Kipindi hicho tutasalia wazi kwa majadiliano. Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese amepinga hatua hiyo ya Marekani. Uamuzi wa Marekani kutoza ushuru kwa chuma na aluminium kutoka Australia kama sehemu ya uamuzi wa kimataifa unasikitisha. Uamuzi kama huu wa serikali ya Trump haukubaliki. Hiki ni kinyume na msimamo wa kudumu wa mataifa haya mawili na unalemaza faida ambazo ushirikiano wetu wa kiuchumi umepata kwa zaidi ya miaka 70. Masoko ya hisa ya Marekani yametikiswa kwa siku ya pili baada ya Donald Trump kutangaza kuongeza mara 2 ushuru wa bidhaa zinazotoka Canada za chuma na alumini. Kabla ya kubadilisha uamuzi huo masaa machache baadaye, Trump alibadilisha mwelekeo wake baada ya jimbo la Ontario la Canada kukubali kutotekeleza vitisho vyake vya kuongeza maradufu gharama ya umeme inayosambazwa katika majumba ya Marekani. Baadaye Rais Trump aliwaalika katika ikulu ya White House wakurugenzi wakuu wa kampuni kubwa zaidi Marekani kwa majadiliano. Kwenye kauli ya ufunguzi, Trump alisema ushuru huu ulikuwa na matokeo chanya. Ushuru huu umekuwa na matokeo chanya maradufu. Utazidi kuwa na unakuwa. Tuna kampuni za magari ambayo hayatengenezewi Mexico kwa sasa, yanatengenezewa Marekani. Baadhi ya kampuni tayari zimeanza na zilisitisha ujenzi na kwa sasa zinatengenezea Marekani. Ilikuwa vibaya sana kuwa zilikuwa zikitengenezea Mexico na kisha kuuzwa mpakani bila kutozwa ushuru wala kitu chochote. Wanachukua kazi zetu, wanafunga maeneo kule Michigan na maeneo mengine nchini. Sarafina Robi